Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Kama kawa kama dawa. Mambo yanaenda? Show hivi. Bwana, Simba mechi ya pili kombe la Kagame, mnatoka Kapa bila matokeo ya ushindi, mnatupata sare. Shida ya Simba iko wapi? Hakuna cha shida. Simba wameenda mazoezini. Wapo walioenda kwenye mashindano lakini Simba wameenda mazoezini. Kwa sababu haiwezekani Simba mechi ya kwanza acheze chini ya kiwango, mechi ya pili acheze chini ya kiwango, afu niambie kwamba Simba kuna kitu anakitafuta kwenye lile kombe la Kagame. Simba alichoenda kule ni kwenda kutafuta fitness ya wachezaji wake na kirudi hapa moja kwa moja kwenye mashindano. Kwa hiyo Simba ameenda mazoezini. Kwa hiyo wanamnukuu vibaya Simba Sports, waendelee kumnukuu. Ila kuanzia tarehe 12 ndio utamjua huyu ni Simba ama Simbilisi. Kuanzia tarehe 12 ndio tutajua huyu ni Simba ama Simbilisi. Hao wanamnukuu vibaya, maana kuna watu saizi wanamzungumzia vibaya striker wetu. Striker refu kuliko goli. Tumepata mwingine baada ya Ndese Mukwala, tumepata mwingine Ibrahim Dumbia au muite Victor. Wachambuzi wanasema nyinyi mvunjie mkataba tu mtafute seka mwingine. Si ndio wao walosema kwamba watu wasajili mabeki, watu wameenda kusajili mabausa. Au sio wachambuzi hao? Hapa nchini wengi sio wachambuzi, hapa wapembuzi. Unajua tofautisha na mchambuzi na mpembuzi. Mpembuzi ni yule ambaye anataka kutoa mchele ukae huku na pumba iwe huku. Huyo anaitwa mpembuzi. Mchambuzi yote hizi leo akaongea kitu positive, kesho tu anaongea kitu negative. Huyo hivi mchezaji kacheza mechi ngapi? Wakati unamhukumu Dumbia, niambie katika wachezaji wa Simba ambao wamemaliza msimu ambao tumechukua makombe mawili, CRDB na kombe la Muungano pale Zanzibar. Na yote tumeyachukulia kule Zanzibar. Pemba pamoja na Unguja. Niambie mchezaji gani wa Simba ambaye tulikuwa naye msimu ulioisha amefunga kule hata goli la offside? Acha hawa wageni ambao wanazungumzwa sasa vibaya, huyo kama huyo striker anazungumzwa vibaya. Kwa sababu huyo tayari watu washaambiwa wasajili mabeki ili wamtoe mchezoni ashindwe kufanya kazi yake uwanjani. Sisi ndio Simba wenyewe. Sawa? Kisikia tunazungumza sisi kwa mabaya, huyo mtu lazima aondoke. Sisi hapa. Lakini sio mgalaenda kutoka kazungumza akiwa kwenye mwembe. Nani anamsikiliza? Kwa sababu anamzungumza yule mchezaji kwa mabaya, wengi ni nyuma kwenye mwiko. Kwa sababu washaleta mabausa, wanajua yule mtu akifanya kazi vizuri, wale mabausa wao maana mapema tu wataenda kugombana na mashabiki wao kuvamia pichi. Ndio maana wanaanza kutengeneza story yule aondoke. Kama kinachotengenezwa sasa hivi. Faisal Salum sio tena kuweka kipengele cha kwenda Simba bilioni 1. Sasa hivi tena Faisal Salum anavunjiwa mkataba, anarudi nyumbani. Nyumbani kwake hapa. Nyumbani kwake Zanzibar. Nyumbani kwake sio kwenye bwawa pale. Kwa hiyo Young Africans anamchukua Faisal. Nisikilize. Baada ya ile kibubisha wakamchukulia mzee wa kuchomekea, wameongeza wachomekeaji. Sasa hivi imeshakuwa watoto wa shule. Wachomekeaji wanakuwa kama wote pale. Sasa hivi kila mmoja atachomekea. Sawa? Pale kila mmoja atachomekea. Peter Sharulile msimu mzima goli 3. Alafu wanatamba. Tumetumia pesa nyingi kusajili striker la boli. Usiangalie namba zake za miaka hiyo. Sawa? Angalia uwezo wake sasa hivi ndio ule. Na baadhi ya mashabiki wa nyuma mwiko walimkataa kwamba yule ni babu. Hata tusaidia akacheza miaka 10. Mamelodi Sundowns. Mtu jiulize toka 2016. Mamelodi kwa mara ya kwanza anakuwa bingwa wa Champions League. Sawa? Sharulile ndani. Mpaka leo msimu mingapi? Piga hesabu toka 16 mpaka 26. Miaka mingapi? Sio 10 hiyo. Baza sio 10, miaka 10. Kutoka 16 mpaka 26 sio miaka 10. Miaka 10. Sawa, sasa yule mchezaji atakuwa kwenye kiwango kile tu kila siku. Inawezekana? Sasa mchezaji kashamaliza mwendo, wamemchota wao, wamemleta Jangwani, wanasema kwamba ndio striker jali kuliko mastriker wote waliosajiliwa msimu huu. Kisa namba zake. Hao nyuma mwiko wanapenda sana kudanganyana. Hasa kama striker gari, striker refu, striker mwenye profile kubwa. Tukutane tarehe 12. Sawa? Usisharulile. Tukutane tarehe 12. Kwa hiyo Mnandi Junior, hesabu za kumnasa Faisal kwa klabu ya Simba zimegonga nguzo. Zimegonga nguzo kivipi? Si Watanzania wanamchukua? Ushasema wanamchukua. Unapozungumzia wanamchukua ni wakati unaokuja. Tuzungumzie wakati uliopo, washamchukua. Huu si ndio muda wa usajili? Wanamchukua mwaka gani? Mwakani ya? Wanasema mwaka huu. Msimu huu washamchukua. Ukisema tu wanamchukua, watamchukua. Maana yake ni mwakani. Ukisema wamemchukua ni Sharulile. Wamechukua mabausa. Mchezaji gani amechukua? Mchezaji gani amechukua zaidi ya mabausa na Sharulile ambaye hana timu? Miezi miwili kapewa Senki una timu yake. Subiri basi. Miezi miwili Sharulile kapewa Senki una timu yake. Hakuwa na timu yoyote pale kwao na wala hata mchangani pale kwao hakuhitajika. Lakini wamekuja kumchukua Gongo Wazi baada ya kumkosa Karesto. Ndio wamedondokea kwa Sharulile. Yaani umekosa embe, unaenda kuchukua kapi la embe, unasema nimepata embe. Una embe mule? Si kapi la embe lile? Sisi kapi la embe. Yaani wewe dodo ulikuta kwenye mfenesi utasema kwamba mimi nimewini. Ule mti wake. Nani kalileta kwenye huo mti? Kwa hiyo nyuma mwiko washapoteana, wanapiga kampeni hizo. Sababu jiulize mchezaji katambulishwa, kavaa jezi gani kwenye peji yao? Kavaa uzi wa Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ni mchezaji wa Gongo Wazi au wa Mamelodi?
Si utambulisho tu ule Mnandi. Nisikilize brother, sisi tunafuatilia ligi zote duniani. Sawa? Niambie timu gani unayojua wewe imeendelea, inatambulisha mchezaji. Sawa? Alafu anavaa jezi ya timu pinzani alikotoka. Ushakuona? Ushakuona? Mimi sijawahi kuona. Juzi tu wametambulisha wale mabausa pale. Walivaa jezi ya klabu gani? Hawa wana timu walikotoka wale. Nijibu swali basi. Nani maswali yako yana? Nijibu swali, ndio maana kila siku nakwambia mimi kamera yako naweza siku nikaipasua hii. Maswali yako yananichonganisha. Nisikilize, kila siku nakwambia hiyo kamera naweza nikaipasua. Walitambulisha wale makuli wale watatu kwa pamoja. Kuna kuli pale alivaa jezi ya timu yake alikotoka. Wale ni wachezaji. Wale makuli na mchezaji pale. Wale makuli. Wewe niambie kuna kuli pale alivaa jezi ya timu yake alikotoka. So umesema mwingine yule top scorer si MVP wa Zambia alivaa jezi ya klabu yake Zambia. Au alivaa jezi ya taifa lake la Zambia. Eti. Na wewe mwenye uraia pacha sijui wa wapi uko Senegali na Ufaransa alivaa jezi ya Senegali. Sio avaa jezi ya klabu yake alikuwa anacheza kwa Saudi Arabia kwenye mchanga huko. Sawa? Amevaa jezi ya taifa lake at least. Alivaa jezi ya taifa lake. Sasa una maana gani kusema hivi? Hao wajitambui. Sio umeelewa? Hao wajitambui. Hata timu ya Ndondoka hapo haiwezi kumtambulisha mchezaji kutoka timu nyingine avae jezi ya timu ile akamtambulisha kwenye peji yao wakamposti. Maana yule mchezaji bado mali ya Mamelodi, sio wao, pamoja na Mamelodi wamempa senki. Alikama anasema safari hii ni moja kwa moja finali kuchukua ubingwa kwa sababu finali ya mashindano gani kwanza ili tuwekane sawa, finali ziko nyingi ya mabingwa. Boda je, watu wanashindana kuna finali. Ligi ya mabingwa. Kahawa pia watu wanashindana kuna finali. Bao wanashindana kuna finali. Tujue finali gani? Ligi ya mabingwa barani Afrika. Washaye kucheza hata nusu finali hata mwaka mmoja. Ndio kasema hivyo. Usiseme kasema na kuuliza wewe. Toka wameanzishwa sasa hivi wana miaka 91. Walishawahi kucheza hata semi final? Wamecheza kombe la shirikisho finali. Kwa nini wasicheze klabu bingwa? Eti si ndio nafasi ambayo imepatikana Mnandi. Wana mataji mangapi ya ligi? Mataji yamejaa mengi. 32. Katika mataji yao 32 malaka wameenda Champions League mara 32. Ukiacha kwenda kwa mgongo wa watu wengine kama 2020 ngapi ile 22 walienda kwa mgongo wetu. Sababu 21 sisi ndio tulikuwa mwisho kwa mabingwa, tumepata sisi kijiti cha kwenda kimataifa. Wakapigwa na Rivers home and away. Wakaja kulima miogo nyumbani hapa. Sawa? Piga tu hiyo 32. Wanaoenda kwa mgongo wao. Walicheza hata semi final. Eti manake hawajacheza. Simba ana makombe mangapi ya ligi? Ndio anashika nafasi ya pili 20 na 22. Piga hesabu 22 na 32. Makombe mangapi katuzidi? 10. Si 10 hayo? Lakini Simba na semi final. Yeye muulize katika hii miaka minne, acha huu watano wa msimu ambao atacheza msimu unaofuata huu. Sawa, ana robo hii ya Champions League. Tujiulize. Kwa nini hiyo misimu mitatu asifanikiwe? Kilichomshindishwa nini? Eti na hata ile finali anajivunia ashirikishwa asingecheza kama bila kile kipengele cha kurudia mtihani kisingekuepo. Asingecheza. Sawa? Na mtihani wenyewe sio karudia kule juu. Karudia na darasa lingine, sio mtihani wa darasa lake. Ndio akaenda kucheza finali. Angerudia kwenye darasa lake mpaka asingecheza finali. Sasa unajivunia nini? Hiki ni kitimu cha mchongo tu cha siasa. Sio timu ya mpira. Uweze kumtambulisha mchezaji kavaa jezi ya Mamelodi alafu unasema sisi tumechukua bonge la mchezaji. Au umenitambulisha kwenye peji ya klabu yako na jezi ya Mamelodi. Wewe mchezaji wako au Mamelodi? Sikuna kujitambua. Kwa hiyo Mnandi unasema kwamba Young Africans amekosea. Sio wamekosea, ni utaratibu wa vilabu vyote. Huwezi kumtambulisha mchezaji amevaa jezi ya klabu nyingine alikotoka. Alafu unasema mali yako. Shauri anaonekana pale ana jezi ya Mamelodi. Alafu unasema ni mchezaji wa nyuma mwiko. Yaani hawa kila sehemu ovyo. Kama kwenye utambulisho tu. Wanashindwa kujua protocol za utambulisho. Alafu unaniambia timu ya mpira. Hizo kikundi cha wauni. Wewe Alikomwe tulia kwanza na majukumu. Anakupigia nani? Alikomwe tulia. Tulia ni kunyoosha. Hata kusema nini? Atajua mwenyewe tulia ni kunyoosha. Sababu nimekuona leo umeposti taarifa unasema ni swala la muda Faisal Salum. Faisal Salum kwani ndo kwanza anacheza kwenye ligi ya Tanzania? Faisal Salum ndo kwanza amecheza hapo nyuma mwiko. Kasajiliwa Singida United, kacheza kwenye mwiko. Hatujai kuona duniani kote. Katambulishwa Singida lakini ligi kacheza nyuma mwiko. Washa kuona hiyo? Nijibu wewe, timu yoyote ambayo imeendelea kwenye mpira imenitambulisha mchezaji kwenye msimu husika lakini hakucheza kwenye hiyo timu. Lakini si pengine alienda kwa mkopo. Nisikilize basi bwana, kwa mkopo wapi kati mchezaji katoka Zanzibar? Kwani katoka ligi gani? Festodo katoka kwenye ligi ya Zanzibar, hakuwepo kwenye ligi hapa bara. Katambulishwa na Singida United ambaye sasa hivi imeshuka daraja haipo. Kule hakucheza, kule katambulishwa kucheza kacheza Jangwani. Lakini kilichotokea kasota mpaka kipindi cha bakuli Fetoto yupo. Lakini alivyoona mambo magumu, Fetoto kaamua avunje mkataba aondoke, kaingiza milioni 250 kwenye akaunti yao. Wameirudisha wataki. Mpaka mama anawaita magogoni hapo. Mwacheni kijana aende anapopataka. Ndio mtoto yule anaachiwa anaondoka. Leo wanakuambia kwamba anarudi nyumbani. Anarudi nyumbani wapi?
Kama anarudi je, anarudi Zanzibar. Ninachokiamini mimi kama anarudi nyumbani, anarudi Zanzibar. Akienda kwenye mabao manake ndo shughuli yake imeisha. Unamaanisha kwamba Faisal anakubali kucheza ndani ya klabu ya Young Africans? Na kuuliza swali dogo tu. Mpaka sasa hivi pale nyuma mwiko kuna Wazanzibari wangapi? Wachezaji wako wengi pale. Hao msimu huu tu waliosajiliwa sasa hivi. Wangapi wanafika? Wako wengi. Wako 3. Wawili wametoka Mashujaa, mmoja katoka Zanzibar kule. Sawa? 3. Kuna mwingine sasa wamempeleka kwa mkopo kwenye shamba lao kule. Yule Shehani Abdalla yuko wapi? Tena wajisifia kweli fundi, wamekuja wamemuulia kiwango. Kwa hiyo wachezaji wengi wanaotoka Zanzibar, akili zao na mawazo yao yote kucheza kwenye mwiko. Kumbe pale ni sehemu ambayo hawezi kuendelea. Wapo walisema kwamba mimi ndoto zangu zimetimia kucheza hapa, mwisho wa siku karudi nyumbani sasa hizi anavua samaki. Nani anavua samaki? Wapo kule wanavua samaki. Kina Mateo tena wako wapi? Wewe unaona wapo? Wamerudi wanavua samaki kule. Kwa hiyo ukicheza kwenye hii timu, kaa ukijua wewe swala la kwenda mbele halipo. Kwa sababu nyuma mwiko wana tofauti na mashine ya miwa. Ukifika wanakukamua unaenda kutupa makapi. Unaweza kukatakata tena vipande kwa hiyo kwenye mfuko. Kwa hiyo hebu tumwangalie kwanza Faisal. Faisal aliondoka ndani ya klabu ya Young Africans kwa mgogoro. Ndio maana nimwambia kesi kaiamua mama. Wao wenyewe waligoma mpaka hela kurudisha. Na akasema alikuwa anakula ugali na sukari. Ugali na sukari na usiku wa ugali na sukari kama nazili. Leo hii tunaarifiwa kwamba anarejea tena kwenye mabwawa. Kisa wameona Simba ashaka mguu kati. Huyu mchezaji ana 90% za kumchukua. Na wanajifanya sasa hivi eti wanaenda kutengeneza mazingira wao kavunje mkataba na Azam wamchukue aje kurudi nyumbani. Hivyo unawaelewa wewe? Na huyo Faisal kuna kauli kaweka tena ngumu. Amesema kabisa mimi naondoka nyuma mwiko. Sawa? Na sitorudi mpaka Engineer Hersi aondoke madarakani. Engineer kaondoka. Kasema kusema Faisal. Ndio kauli alizungumza. Ndio kauli aliongea hiyo. Kabla mama hajavunja ule mkataba. Kasema mimi nitarudi kwenye hiyo klabu na sina ugomvi na mtu yoyote kwenye hiyo klabu. Zaidi ya huyo. Yeye ugomvi wake na Engineer Hersi. Sasa Engineer Hersi tayari mitano tena. Mpaka sasa tunavyozungumza. Uchaguzi tarehe 3 si tarehe 2 mwezi wa 8. Engineer tayari kasharudi madarakani. Na ndio maana juzi kashangilia birthday yake. Au kushangilia birthday yake juzi. Hakumtambulisha shauri ile. Yaani birthday yake katambulisha shauri ile. Maana yule ni mchezaji wa Engineer, sio mchezaji wa klabu. Na ndio maana pale kavishwa jezi ya Mamelodi aliyotambulishwa nayo. Kwa sababu sio klabu wao wajui ile. Yule ni mchezaji wa birthday ya Engineer. Sasa leo unaambiwa Faisal anarudi nyumbani. Akale tena ugali na samaki. Kwa hiyo Mnandi wewe anakula ugali na sukari ile ile. Mnandi unataka Faisal akacheze Simba, akacheze klabu. Sio nataka mimi akacheze Simba. Yeye anataka angalie maisha yake. Sawa, wachezaji wenye uelewa siku zote wanaangalia maisha yao, lakini wachezaji wa kutoka Zanzibar 99.9% huwa wanapenda kucheza pale kwenye mwiko, alafu pale ndio panawaharibia maisha. Wao hawajui. Sawa? Mimi ziteteze mbona nazisikia, zina uwezekanao. Kwa sababu Faisal kaingia mkataba na Azam miaka hii miwili. Wakati Simba anamhitaji msimu uliopita, Faisal kakubali kuongeza mkataba wa mwaka mmoja, aendelee kuitumikia timu gani? Azam. Kwani je, angeacha ile miaka miwili ishi? Sasa hizi zingekuwa free agent. Angekuwa na story. Maana angekuwa huru. Angekuwa anachagua anapotaka kwenda. Iwe anatoka nje ya nchi au anabaki hapa hapa. Lakini Faisal Salum binafsi ni sehemu ya wachezaji wa kizawa wanadanganywa na wanakubali. Na ndio maana wachezaji wa hapa hata wasipolipwa stake zao mwasikia wanaenda kasi. Kwani hawadai? Hawadai wachezaji wa ndani. Hawajai kudhulumiwa na wao viongozi wa vilabu vikubwa hapa nchini. Ushawasikia wanaenda kasi. Unajua kwa nini? Yaani wao njia za kwenda kasi hawazijui. Wao wakidanganywa wanasema familia inamwachia Mwenyezi Mungu. Sio kila kitu mwachie Mwenyezi Mungu. Vitu vingine pambana navyo kwa Mwenyezi Mungu, kwenyewe unaweza kwenda kwa kiwa X kule. Kwa sababu umeacha haki yako ya msingi. Umevunja jasho afu unamwachia mtu. Lakini wachezaji wa kigeni wote wakidhulumiwa watasikia asubuhi. Kasi. Washafika. Kwa sababu hawataki maneno, hawataki bla bla. Lakini wachezaji wa kizawa wanadanganywa na wanakubali. Kwa hiyo hili nalisikia hili. Inawezekana kabadilishwe pepo kweli na akaenda tena kwenye mwiko. Mmoja akasema kule mpaka Engineer aondoke, lakini unashangaa anaondoka tena kule. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Mnandi kwamba Faisal tunaweza tukamwona ndani ya klabu ya Young Africans? Inawezekana kwa sababu wachezaji wa kizawa huwa wanaongopewa na wanakubali. Wewe umeondoka kwa msamaha wa rais. Sawa? Hapo unarudi tena utapata msamaha wa nani? Ukitaka kuondoka. Kama umeondoka kwa msamaha wa rais, ndio umekufanya wewe uondoke. Je, leo hii ukiondoka utaondoka kwa msamaha wa nani? Ukirudi hapo nani atakusaidia? Kwa mimi binafsi Faisal Salum, hiki kinachozungumzwa kikiwa kina ukweli, akienda basi mimi najua ndo anaenda kumaliza karia yake ya mpira, atarudi Zanzibar kwenda kulima miwa. Ndio hapo. Yaani kama atarudi kwenye mwiko, ajiandae kwenda kulima miwa. Ajiandae kwenda kulima miwa. Hata kama shamba la miwa Zanzibar hakuna, aambie tu familia yake muandalie alime miwa. Mimi nakwambia kweli, tunza maneno yangu.
Hii sio timu ya mpira. Kama timu inaacha vyumba sahihi vya uwanjani, wanaenda kwenye nyumba ya mtu afu ndo wanaingia uwanjani wanacheza mpira. Hiyo timu, mchezaji anatambulishwa amevaa jezi ya timu alikotoka kwenye peji ya klabu yao. Ushawahi kuona? Mimi sijawahi kuona hata timu inayocheza mchangani tukio lile. Kwa mara ya kwanza naliona kwenye mwiko. Kwa mara ya kwanza unaliona kwenye mwiko kule. Usicheke, wewe ushakuliona wapi? Ni tajiri. Tunafuatilia hapa ligi nyingi, tunafuatilia vilabu vingi. Niambie mchezaji gani katambulishwa kutoka kwenye klabu yake, kaenda kwenye klabu nyingine, alafu akatambulishwa na jezi ile ya klabu yake alikotoka. Niambie. Umefuatilia klabu gani imefanya hivyo? Hata Ndondo Cup hawezi kufanya huo utoto. Hao wanacheza Ndondo Cup mtaani, hawezi kufanya huo utoto. Nandi Junior, unamwambia nini sasa Faisal? Cha kumwambia tu akae kwa kutulia. Akijaa kwenye mfumo, amerudi tena kule kule kwenye mwiko, kwenye ugali na sukari. Sasa hivi sio ugali na sukari. Kule atakula ugali bila chumvi. Sio sukari, ugali bila chumvi. Wacha rudi. Alafu aone mateso ataenda kukutana naye kule. Hakuna mtu kumsaidia tena. Kama alikuwa top kwenye nchi ndio amesababisha wewe utoke kwenye hiyo club. Leo urudi tena huko. Utakuwa mtu wa ajabu sana. Na nitamshangaa sana. Kwa sababu mpaka sasa hivi taifa nilikuwa na mimi, Faisal Salum kashawasilisha barua ya kuvunja mkataba kwenye klabu yake na kuondoka sehemu ya hapa yeye anaitaka. Ndio ninachojua mimi. Lakini leo kumevuka story kwamba tayari wanamtaka Faisal, nadhani kiingilio kimewekwa jana shilingi ngapi? 20,000. Kwa hiyo wanaamini wanawezekana wakawa wanatafuta kiki ya kile kiingilio kikubwa kilichowekwa ili wawapate kwenye mwiko waende, kwa sababu wanaonekana msimu huu hawana mipango ya kununulia supu. Umeona? Kwa sababu bila supu haendi uwanjani. Nandi, kama Faisal atakwenda Young Africans, kusema Simba wameshinda kutoa mpunga dhidi ya Young Africans. Simba sio mpunga, yani mchezaji yeyote ambaye hapa ndani anaenda kwa nyuma kwenye mwiko. Issue sio pesa. Issue inatumika nguvu ya kisiasa, sio pesa. Nyuma mwiko wana pesa. Wangekuwa na pesa wangekuwa na madeni kila siku FIFA. Mpaka sasa hivi taarifa iliyokuwepo kwamba CAF hawajawafungulia vilabu karibia 4 kuingia kwenye mashindano mpaka walipe madeni yao. Simba mbona haimo? Azam mbona haimo? Kama kweli wao wana pesa, mbona Azam haimo? Singida wenyewe mbona hawamo kwenye hicho kinyang'anyiro? Au umesahau? CAF sio waliwasilisha taarifa juzi tu hapo. Kuna vilabu vilivyowasilisha vikawa vilipo kwamba madeni yao ndipo viruhusiwa kufanyaje? Kushiriki mashindano ya Champions League pamoja na shirikisho. Simba yumo? Hayumo. Na ile barua ilitoka FIFA iliwasilisha vilabu karibia 4 hapa ndani vinafungiwa kusajili mpaka vikamilishe taratibu za kule FIFA ambayo wanadaiwa. Simba yumo? Sijaona kama Simba yupo pale. Singida yumo? Sijaona. Pamoja ni mwanao yule na ile akademi yao yumo? Azam yupo? TRA yupo? Hii ni timu ya ajabu kwenye hili taifa na ndio hii inatuharibia mpira. Mimi ingekuwa amri yangu hii timu ni kuitoa tu hapa. Iende hata Ngaya huko, Komoro huko. Iende Ngaya Komoro huko. Ngaya na Yanga sinafanana? Ile Ngaya hii Yanga. Ende Komoro huko. Utashiriki ligi ya Komoro huko. Kwa sababu ni timu ambayo inaleta vitu vya ajabu ajabu. Nandi, tumeona mara kadhaa klabu ya Simba kupitia mashabiki na wanachama, hata baadhi ya viongozi wakitamani Faisal Salum acheze ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kila msimu ukifika mambo yanakuwa kidogo magumu kumsajili Faisal. Hivi sasa tetesi kubwa ni kurejea nyumbani kwake kama wewe ambavyo umezungumza. Simba wafanye nini Faisal asiende Young Africans? Hakuna cha kufanya nini kwa sababu mchezaji anaangalia kariera yake ya soka. Yeye binafsi hawezi kupangiwa kwenda kucheza sehemu ambayo hahitaji. Kama anakubali kurudi kwenye mwiko akale ugali na chumvi, akale ugali na chumvi. Sawa, maana mwanzo alikuwa anakula ugali na sukari kaondoka. Na akasema mwenyewe. Na kama anataka kwenda kula ugali na chumvi au kwenda kula ugali bila chumvi, arudi. Sasa mforce. Kwa sababu sisi lengo kumtengenezea maisha atoke nje ya taifa hili. Simba ni njia tu. Ataona kina Bakari Msimu anaondoka anabaki hapa hapa. Hapa tabaki hapa. Yaani ukimwona anarudi pale, wewe mpigie hesabu aandaliwe shamba lake la miwa nyumbani Zanzibar. Sio umeelewa kwa makini? Nakuelewa sana. Yaani ukiona amerudi kwenye mabwawa, aandaliwe shamba lake la miwa. Sio tena ugali na sukari wala chumvi. Aandaliwe shamba lake la miwa, akalime miwa, shughuli yake itakuwa imeisha ya mpira. Yaani huo ndio ukweli. Basi wake kupepesa. Huo ndio ukweli. Mzinze yuko wapi? Mzinze yupo. Ili upate majibu kwamba hicho sio timu ya mpira, Mzinze yuko wapi? Mzinze alikuwa na ofa ngapi? Alikuwa na ofa ngapi nje? Tulisikia tu vilabu ilikuwa namtaka kama. Sio ulisikia ngapi? Lakini hatuna ushahidi. Ushahidi gani unaotaka wewe? Ushahidi wa ofa mezani. Ofa zilikuwepo na hata hao wachambuzi wa mchongo walizungumza. Sasa angekuwa anahitajika mchezaji wa Simba afu Simba wamebana, ungesikia story kwenye ile taifa. Ila kwa sababu amehitajika mchezaji kwenye mwiko, kila mtu anasema kule kuondoka mtu mwiko, lazima abaki pale pale kimya.
Mzinze yule pale amekosa pesa zake huko nje, yule pale amekuwa na maisha yake ya kawaida. Lakini leo tunavyozungumza, Mzinze angekuwa yuko nje ya taifa letu, na hata akicheza msimu mmoja kashaenda kuchukua pesa yake, lakini wamebana, wanataka si bilioni 5. Wewe mchezaji umemchukua kwenye boda boda unataka bilioni 5. Umenunua shilingi ngapi? Mpaka unataka bilioni 5. Maana yake wanajua akiondoka Mzinze hawezi kupata mbadala wa Mzinze. Na ndio maana wamengangania, mwisho wa siku wapata injured, wenyewe wameshindwa kumtumia na hakuna cha ofa yoyote. Wamemharibia maisha yake. Kama alivyoharibiwa na Mekilawi. Maisha yake. Na Mekilawi angekuja Simba saizi maana yake sio la Mekilawi yule unamuona Azam. Bwana Pacome Zouzoua ndio hivyo tena kwamba msimu hata usika kwenye klabu ya Young Africans kucheza mpaka mwisho mpaka msimu mwingine kwa mujibu wa Ally Kamwe, na klabu ya Young Africans inabeba jukumu la kumhudumia Pacome Zouzoua. Kauli bwana unaizungumziaje na hali yake Pacome? Yule kasha staafu, bado mimi nataka nikamuone pia. Mimi mwenyewe ndo nitakuwa mtu wa mwisho kwenda kumuona. Ndio kumuona Pacome. Kasha staafu yule. Kwanza lazima tukamuage. Mtu ana staafu unakosaje kumuaga? Yule hawagi uwanjani, yule tuamuaga hospitali. Utamwaga? Tutamuaga hospitali. Kasha staafu yule. Bwana. Yaani kasha staafu. Tunaenda kumuaga sisi hospitali. Akitoka pale atabaki hapa hapa nyumbani. Basi maisha yataendelea. Bwana mimi nikushukuru Mnandi, ni kutakia kila laheri. Nakutakia na wewe kila laheri na Faisal Salum kurudi kula ugali na chumvi. Rudi kula ugali na chumvi. Hatari sana. Anaenda kula ugali na chumvi. Mimi nauona ugali na chumvi kabisa nauona. Sasa sema alikuwa anakula sukari, si bora sukari tamu. Sasa chumvi na utamu. Nenda kala ugali na chumvi. Bwana shukrani sana. Asante sana.